Nayesimama hapa naitwa Emmanuel Ntobi, ambaye nilikuwa diwani kupitia chama cha Chadema mwaka 2015 mpaka 20. Na baadaye kupitia Chadema nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa madiwani wa kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Shinyanga, Mara pamoja na Simiyu, ambao 2015 tulikuwa na madiwani zaidi ya 140. Kwa hiyo walinipa hiyo heshima kuwa mwenyekiti wao. Lakini pia 2019 nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Shinyanga kwa awamu ya kwanza, nikamaliza awamu yangu ambayo 2019 mpaka 2024, lakini nikachaguliwa tena kwa awamu nyingine ambayo mpaka muda huu nilikuwa mwenyekiti wa Chadema na nikapata msukosuko wa kusimamishwa, lakini rufaa yangu tunapoongea ipo mezani. Mheshimiwa Katibu Mkuu, niruhusu niongee machache ya kwa nini naamua kuachana na chama cha zamani, kwa sababu nina mambo mawili. La kwanza nimetumia haki yangu ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ile sura ibara ya 543 inasema mwanachama yote anaweza kujiondoa kwa hiari yake mwenyewe na kuacha. Hivyo mimi kuanzia kutoka jana nimeandika barua kwa Katibu Mkuu wa Chadema ya kuondoka katika chama hicho rasmi. Manake katiba yetu inataka tufanye kwa maandishi. Kwa hiyo Katibu Mkuu wa Chadema nimeshamtumia, na nakala yake imekwenda kwa katibu wa kanda, imekwenda kwa katibu wangu wa mkoa wa zamani niliokuwa, pamoja na katibu wa tawi langu. Lakini pia Mheshimiwa Katibu Mkuu, nimekuletea kwako ofisini kwako tena barua hii hapa ya kuomba nijiunge na ACT Wazalendo. Na naposimama hapa nina furaha kwa sababu mpaka sasa nimeshakwisha kukabidhiwa kadi. Kwa hiyo ni mwanachama halali kabisa wa ACT Wazalendo. Na niwashukuru ndugu viongozi wote mliokuja hapa katika ukumbi huu kuja kutupokea. Kwa kweli tumefarijika na tunaamini tumebadilisha tu aina ya basi lililokuwa tunatumia, lakini dhamira ni ile ile. Basi letu la awali limepata msukosuko kama mnavyojua. Kwa hiyo ni vema na ni haki kutafuta basi lingine na safari ikaendelea. Mie kabla ya kuingia katika harakati hizi za vyama vya upinzani au na siasa, moja ya watu ambao walinivutia kabisa kipindi hicho tuko chuo kikuu cha Dar es Salaam ni ndugu Zuberi Zito Kabwe. Alinivutia kuanza harakati za siasa mwaka 2007 baada ya yeye mwenyewe na chama cha Chadema kuwa na ajenda za kupinga ufisadi na hasa kwenye ile sakata la Buzwagi. Mimi kama mtu wa Shinyanga nikawa naona ni kijana mbunge anatupigania mkoa wa Shinyanga, wakati kuna wabunge wa Shinyanga hawezi kupigania mkoa wa Shinyanga. Kwa ile kitu ilituvutia sana, na moja kwa moja mimi nilikuwa ni afisa mwandamizi wa benki kubwa hapa mjini Dar es Salaam, nikaacha kazi nikaenda kugombea udiwani kwa sababu nilikuwa navutiwa niende nikaongee masuala ya Shinyanga. Zito amekuwa mbele sana, mtaona rekodi zake akiongea kuhusu mgodi wa almasi wa Mwadui, akiongea kuhusu pamba, kuhusu mifugo, kuhusu Wasukuma na jamii yetu ya watu wa Shinyanga. Kwa kweli ni mtu ambaye alinivutia na kwenda kuanza kugombea. Kwa hiyo katika tafasiri yake nyingine ninasema nimevutiwa pia kuja kufanya kazi na brother ambaye ninamuelewa, ambaye ameanzisha chama kina miaka 11 na kinasonga mbele kwa kasi kubwa kuliko vyama vyovyote kwa kweli ukiangalia. Tunasema sio watu wa marketing kwamba people buy people and not people buy product. Hilo na yenyewe niliona. Tulikaa na mwenzangu Groli na baadhi ya wenzangu tuliokuwa G55, tukapitia baadhi ya katiba, tukapitia baadhi ya vyama, lakini kiukweli kwa sasa hivi ambaye aliyopo next to CCM na anaweza kuiangusha CCM ni ACT Wazalendo. Ndugu waandishi wa habari,
Mimi na mwenzangu dada Glory hapa tulikuwa kwenye kundi moja kama linafahamika la G55. Ile kundi la G55 tulitoa mawazo mbadala wa kushauri kile chama kwamba haitakiwi kuhususa uchaguzi. Lakini kwa bahati mbaya na hali mnavyoiona watu wameweka mpira kwa pani, tukajiuliza tutakaa na sisi tuweke mpira kwa pani wakati tulitoa mawazo mbadala vizuri. Tunapita huku na huku tukaona kuna kitu kinaitwa muhuni asusiwi cha ACT Wazalendo, kwamba tunapambana, tunashiriki, tukipambana tunapambana, tufanyeje? Naam. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeweza kunivutia. Hatutakiwi tuwasusie wahuni CCM ili wapite bila kupingwa, haitakiwi. Mathalani tu mkoa wa Shinyanga ni wabunge wale miaka ile kweli wapite bila kupingwa? Nadhani hata wazee wangu wa Shinyanga walitoa baraka kabisa, wakasema we endelea mbele kwa ajili ya kufuatilia. Lakini ndugu katibu mkuu na ndugu waandishi wa habari, chama cha ACT kina sura ya kitaifa. Tukubalianeni, kipo pande zote za muungano, kipo Zanzibar na kipo Tanganyika, tofauti sana na vyama vingine. Na mwenzangu tuliambiana hapa, sisi hatuwezi kwenda kufyeka poli jipya. Wacha ili poli lililojiandaa liko vizuri la ACT Wazalendo, tupande ili jahazi tuendelee na safari. Jambo la tatu ni pamoja na uchanga wa ACT Wazalendo katika vyama vya siasa, pamoja na uchanga wake wote, pamoja na kuwa kuna mabadiliko kadha wa kadha ya viongozi. Mmeanza kuwa na KC wa kwanza, kiongozi wa chama Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, na sasa mmempata Mheshimiwa Dorothy Sem. Sasa mmevuka hivyo vigezo. Wenye viti wa taifa mmekuwa nao 4, lakini mmevuka hivyo, huku mambo yanaendelea. Sisi tumejaribu kupiga kidogo hapa, mmeona mpaka tumepalanganyika. Kwa hiyo inaonekana ACT kuna ukomavu, kuna utulivu wa kisiasa, jambo ambalo limetuvutia. Kuna demokrasia ya ukweli ndani ya ACT kwa sababu watu wanabadilishana. Hata tu kwa akili ya kawaida, wakati anaondoka hayati Maalim Seif, hauwezi kudhani kama Mheshimiwa Omo angeweza kukivusha hiki chama, lakini ndio mtu unamuona yuko Simiyu, yuko wapi, anapiga kazi. Kwa kweli ongeleni, na kuwa na uongozi madhubuti wa ACT umetuvutia. Lakini jambo la 4, kujitokeza kwa chama kusimamia maadili ya uwajibikaji na uwazi kwa viongozi. Tukifanya tathmini tu mnyongeni, lakini haki yake mpeni. ACT na composition ya kuwa chama kabisa cha upinzani, kwa sababu ya ile model iliyopo. Ni chama pekee ambacho kinafanya tathmini, kinaongea kuhusu uwajibikaji wa serikali kupitia ripoti ya CAG kwa miaka yote mfululizo. Hata chama tawala kinaiogopa ripoti ya CAG, lakini nyie ACT mmekuwa mkichambua, mkitupa kwa lugha rahisi wananchi, na hapo mnaonekana mnataka kuiwajibisha serikali. Hivyo ni kitu ambacho kinatuwia na kuvutiwa kuja kwenu ili tuendelee harakati. Lakini si hilo tu, mmekuwa na kitu kinaitwa baraza kivuli, ambao mna wizara zinawasemea watu kwenye sekta ya afya, kwenye sekta, kila sekta mnao wasemaji wa kisekta. Tofauti kabisa na vyama vingine ambavyo venye umri mrefu katika mageuzi, lakini haviwezi kuiwasemea wananchi kuonyesha ni mbadala wa serikali ya CCM. Ndio maana tumeangalia, tunaona ACT Wazalendo mko tayari kuwa mbadala na kuchukua dola mwaka huu inshallah. Tunaona tuje tujiunge na nyinyi. Lakini pamoja na hiyo, imani yangu na itikadi ya ACT Wazalendo ya ujamaa wa kidemokrasia na uzalendo, hili jambo ni zuri kuliko yote. Lazima taifa letu tujifunze kuwa na wazalendo wa nchi yetu, tujifunze kuwa wazalendo wa taifa letu na kesho yetu. Lakini kupitia hiyo ACT mna ile kitu inaitwa sera ambayo mnaita sera taifa la wote kwa maslahi ya wote, jambo ambalo ni jema. Sasa hivi kuna classes kubwa sana katika taifa letu, iwe kimatibabu, iwe afya,
elimu, mambo ya kijamii, uchumi, lakini ACT inaonyesha ina cut close. Na ACT ambacho kinavutia kingine ni namna ya viongozi wake. Ameeleza vizuri sana Da Glory hapa. Kuna makundi, baadhi ya vyama imeacha mbali sana. Kundi la wanawake pamoja na vijana wameachwa mbali sana kwenye vyama. Angalia kwenye chama cha ACT, makamu mwenyekiti ni kijana Mchinjita. Huwezi kumlinganisha na mzee Wasira. Sio? Yule anayesema bodi. Mtu ambaye alitakiwa amestaafu lakini bado ameshikilia kiti over 8 years, bado yupo pale, ni makamu wa chama. Lakini angalia ACT, kijana mdogo tu, nadhani anaweza kuwa ni katibu mkuu mdogo kuliko vyama vyote, ndugu Ado, na amepewa dhamana kubwa. Kwa maana hiyo nyie ACT iko tayari kuonyesha vijana ni taifa la leo na si taifa la kesho. Kwa hiyo hii kitu inatufurahisha. Nikaona nije kwa vijana wenzangu wapambanaji. Hata ukiangalia tu muundo wa ngome ya vijana, maswala ngome ya vijana inavyoongelea ukosefu wa ajira, tofauti na ngome au mabaraza mengine ya vijana katika vyama vingine. Mtakubaliana na mimi, angalieni vijana wanaongea maswala yapi vijana wa UVCCM. Angalieni vijana na wa vyama vingine. Mtakuja kubadilika, kumbe tatizo la ajira linaongelewa vizuri sana, na wadogo zangu kina Abdul Nondo wanakaa wanafanya makongamano. Kwa nini usiunge gari au msafara wa namna hii kama kweli wewe mpenda haki na mabadiliko katika taifa letu? Hiyo ndo sababu nimeweza kuwa hapa. Ndugu katibu mkuu, nisiwachoshe, namalizia haya makundi maalum ambayo ndo watu walioko huko. Tunaenda kwenye mapigano ambayo mnayo ya harakati za kuleta mabadiliko chanya nchini. Ukiangalia mna organization. Kabla hapa tuliangalia vitu vingi sana. Tuliangalia katiba, mfumo na organization. Hapa mimi ninavyoongea hadi kule Shinyanga kuna viongozi kwenye kila kata. Kitu ambacho mwanzo mimi nilikuwa sijui wakati sipo ACT au nauiwa kufuatilia ACT, sikujua kama ACT ni chama kikubwa ambacho kina mtandao mkubwa namna hiyo nchini. Kwa hiyo tumeona na nimeona ni vema tarehe ya leo nije rasmi mbele ya Tanzania, mbele ya rafiki zangu, ndugu na jamaa, kuwajulisha ninajiunga na chama cha ACT Wazalendo, na mimi ninaamini kabisa muhuni hasusiwi. Tutashiriki na kupambana naye huku tunachuana.